Naifahamu na tunakushukuru sana kwa kutupa heshima ya kuja kuwa mgeni rasmi wakati TANESCO tunaandika historia. Najua unaenda wapi. Nakushukuru sana kwa kutenga muda na kuja, lakini bosi wangu Chalamila, thank you brother kwa kuendelea kunishika mkono. Mimi ni mwanafunzi wako, nimetoka kwako. Asante sana kwa kuja. Najua uko busy, wewe ni mkuu wa mkoa mkuu wa kibiashara. Watu zaidi ya milioni 6 wanatembea hapa, kwenye maeneo mengine ni nchi, lakini wewe ni mkuu wa mkoa, natambua sana ratiba yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni wote wameshatambulishwa na kwa kuokoa muda nisirejee. Sisi TANESCO tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Leo tumeandika historia, na wakati fulani haya mambo yalionekana kama hayawezekani, lakini kwa msaada mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na msukumo wake wa kuleta mageuzi kwenye mashirika ya umma chini ya ofisi ya msajili wa hazina, lakini na big brain ambazo ziko TANESCO, tumefikia hapa leo. Watu wa TANESCO, wafuasi wangu wote na wanajumuiya ya TANESCO, asanteni sana. Mmetoa heshima kubwa kwa mimi kiongozi wenu, lakini tumeheshimisha sekta yetu ya nishati. Mheshimiwa mgeni rasmi, hizi mita, kwa kifupi tu, hizi mita ambazo tunazizindua leo zina faida nyingi sana. Faida ya kwanza kubwa, hizi mita zinaweza kutunza kumbukumbu. Unaweza ukatunza kumbukumbu mpaka miezi 13. Na faida ya kuwa na kumbukumbu ni nyingi. Niongee faida mbili ambazo zinamgusa mteja moja kwa moja. Faida ya kwanza, ikitokea siku mita yako imeharibika, kumbukumbu za ulikuwa na umeme kiasi gani tutazipata kirahisi. Tumekuwa na mabishano hayo na wateja wetu. Mteja anasema nilikuwa na kiwango hiki cha umeme wakati mita zinaharibika. Upande huu wataalamu wa TANESCO wanakataa. Ndugu zangu, wateja wangu, ubishi huo umefika mwisho wake kwa mita hizi. La pili, unaweza ukanunua umeme kwa bahati mbaya. Sisi ni binadamu. Badala ya kuweka namba ya mita yako, ukaweka namba ya jirani yako au ya rafiki yako. Huenda aliwahi kukuambia umnunulie umeme siku za nyuma na ulimnunulia, lakini siku hiyo huna lengo hilo, ukanunua kwa bahati mbaya. Namna ya kukurudishia umeme huo urudi kwenye mita uliotaka umeme uingie, solution ya haraka iko kwenye mita janja. Faida nyingine ni behavior. Umeme unaendeshwa kwa mifumo. Unaweza ukapanda wakati fulani, ukashuka. Hayo malalamiko yapo, wateja wanasema nimeunguza vitu na mambo mengine. Mita janja zinatuwezesha sisi kufuatilia behavior ya umeme. Kwa hiyo mteja anapokuwa na malalamiko ya aina hiyo, tukiingia kwenye mfumo wa kuangalia mita yake, majawabu yote tunayapata ndani ya muda mfupi na tunaweza tukakusaidia. Kimsingi wataalamu wetu watapunguza sana maswali ya kuzungumza na wateja, kwa sababu taarifa zote juu ya mwenendo wa umeme kwenye mita yake tunazipata kwenye mita kupitia mfumo unaodhibiti mita janja. Lakini yako matatizo pia. Kuna wakati umeme unaweza kuwa na changamoto zake. Tunahitaji watu fulani tuwaondoe kwenye umeme kwa muda fulani, au kuna shida, kuna moto umetokea. Badala ya watu kukimbia na kwenda kukata umeme maeneo hayo, wateja wanaotumia mita hizi tunaweza tukawaondoa kwenye huduma kwa muda fulani wakati tunatatua tatizo, na baadaye tukawarudisha kupitia mfumo moja kwa moja. Lakini wakati fulani huko tunapokwenda tunaweza kuwa na taarifa kulingana na muda. Tunaweza pia tukaseti taarifa zetu kulingana na time kirahisi kupitia mita hizi. Lakini wateja wetu wakubwa wako ambao mashine zao na miundombinu yao inaweza kuwa inazalisha umeme wakati wa uendeshaji wake. Kwa mfano, wateja wetu wa reli ya mwendokasi SGR, wao miundombinu ya vifaa vyao wakati wa uendeshaji uko wakati vifaa vyao vinazalisha umeme. Ni teknolojia ya kihandisi, mainjinia wananielewa. Sasa tunaweza tukawa tuna mabishano, lakini kwa kutumia mfumo huu, kiwango cha umeme kinachozalishwa na miundombinu yao wakati wa shughuli zao na sisi tunachowapelekea ni rahisi, na kunakuwa hakuna mabishano. Lakini mifumo ya kiusalama pia, detection. Mifumo hii, mita hizi zimetengenezewa udhibiti wa kutosha, haziingiliki kirahisi. Tusisahau sisi wa Tanzania pia wahalifu wapo. Mita zetu zimekuwa zikiingiliwa, tunazozitumia zamani. Mita hizi kuingilika ni vigumu, zina mifumo ya udhibiti ya kisasa kabisa.
na tunaweza tukagundua haraka bila ya kuja kwenye mita yako kama mita yetu imeingiliwa au haijaingiliwa. Lakini tunatumia vifaa hapa, unaingiza umeme, hivi remote, na wateja wetu wengi watumiaji wa umeme tumekuwa tuna video, mita yangu imefuta maandishi, haisomi, nileteni remote nyingine na mambo mengine. Mambo ya remote, wale sisi tunaopanga nyumba tuko wengi tunatumia remote moja, yamefika mwisho. Hakuna remote imeisha betri, hakuna remote imefuta maandishi. Mita janja inakwenda kutoa solution ya moja kwa moja. Lakini sisi kwenye udhibiti wa mapato yetu tutaendelea kuyadhibiti vizuri, tutaendelea kuokoa muda, na kimsingi ufanyaji biashara wa sisi na wateja wetu utakuwa rahisi sana. Tunawashukuru sana wateja wa TANESCO jamani kwa kuendelea kutushika mkono. Tunajitahidi kadri inavyowezekana kuboresha mifumo yetu ya mawasiliano na nyinyi, kuwasogelea, lakini kipekee na washukuru sana wateja wetu wanao appreciate kazi tunazozifanya. Tunafuatilia kwenye mitandao namna ambavyo pale tunapofanya vizuri mnatusifia, mnatutia moyo, tunajisikia vizuri, na tunajiahidi wakati wote tutaumiza vichwa ili tuendelee kutoa huduma bora kwenu. Lakini wale pia wanaotukosoa pale tunapofanya vibaya, tunashukuru pia, kwa sababu huduma yetu ni kubwa, tunahudumia nchi nzima. Tuko tayari kupokea dosari zetu ili tuweze kuzirekebisha. La mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, TANESCO ni familia ya watumishi 12,000. Ukichukua na familia zao ni familia kubwa sana. Ukichukua suppliers wetu na watu tunaofanya nao kazi upande wa sekta binafsi ni malaki kama sio mamilioni. Wateja wetu na watu wengine ambao wana sababu zao ambazo wakati fulani wanataka kuimplicate TANESCO kwenye kupaza sauti zao, tafadhali ni jamani, mnazungumza na familia ya watu malaki kama sio mamilioni. Sisi hapa Tanzania kila mtu ni mteja wetu. Mahospitali yote makubwa ya kisasa yana mifumo inayoendeshwa kwa nguvu za umeme. Sisi ni wateja wetu na tuko tayari kuwahudumia. Mashule yote makubwa, viwanda vyote vikubwa ni wateja wetu. Kwa hiyo wewe kama mteja wetu, kama una shida na sisi tuite, tutakuja kuhudumia. Wako watumishi wa TANESCO wanafanya kazi kwenye mazingira magumu sana. Vituo vyetu vya kuzalisha umeme, hasa vya kuzalisha umeme kwa njia ya maji, viko kwenye maeneo ambayo wakati fulani si rafiki sana. Watu kama wale wanahitaji kupewa moyo. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa TANESCO kwa sasa. Jambo lolote baya juu ya TANESCO linaniumiza sana, hasa linapokuwa halijafanyiwa utafiti na tunalaumiwa tu kwa sababu yuko mtu ana changamoto sehemu fulani, anaamua kuimplicate shirika letu kwenye vitu ambavyo havijafanyiwa utafiti. TANESCO ni shirika la kibiashara, image yetu ndio mtaji wetu. Tunapofanya dosari tuitwe na tuko tayari kujirekebisha, na tunapolalamikiwa tulalamikiwe kwenye vitu vilivyofanyiwa utafiti, and the reason iwe kweli ni TANESCO tumesababisha, isiwe tu kwa sababu ni taasisi za umma, na taasisi za umma ni rahisi kushambuliwa, basi mtu anatushambulia tu kwa sababu anataka kujumlisha taasisi ya umma kwenye kuzungumzia hoja ambayo anataka jamii imsikilize. Tunaboresha sana mifumo yetu ya mawasiliano ili kuhakikisha tunamsikiliza kila mteja kwa wakati, na nyinyi wenyewe ni mashahidi, tumewasogelea kuliko ilivyokuwa kawaida. Yote haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunafanya mageuzi kwenye taasisi za umma, hasa zinazofanya biashara, ili tabia ya biashara inayoonekana kwenye sekta binafsi pia ionekane kwenye taasisi za serikali. Muda ni mfupi, lakini tuko hapa, tutaendelea kuzungumza mambo yetu. Mabosi wangu wana safari zao, wanafunzi wa vyuo vikuu tumeamua kuwashirikisha kwa sababu nyinyi mnafanya utafiti, wengine ni wahandisi, wengine mko kwenye sekta wezeshi ambazo TANESCO tunafanya kazi na nyinyi. Tutawakaribisha wakati wa mazoezi yenu, wakati mnapokusanya data, lakini nyinyi ndio taifa la leo na la kesho. Nyinyi ni sehemu ya mapinduzi haya makubwa. Jisikieni fahari
na sisi tunajisikia heshima kubwa sana kuhusiana na nyinyi, na leo wale ambao hawakuja wako vyuoni, wapelekeni salamu zetu za upendo. Lakini TANESCO tuko karibu na vyuo vyote na taasisi zote za elimu ya juu.